na Dr. Emmanuel Nchimbi. Dakika chache zilizopita nimemsikia Dr. Emmanuel Nchimbi anasema kwamba angepata nafasi ya mwisho ya kusema neno la mwisho la kuwaambia Watanzania, basi angeweza kuambia kwamba pambaneni mpate katiba mpya. Watanzania wote tupigane kupata katiba mpya. Mimi kwanza nimeshangaa maneno haya kwa sababu sijajua yamesemwa yakiwa na nia gani au nini kilichomsukuma aseme maneno haya, lakini ukweli ni kwamba maneno aliyoyasema ndio umekuwa msimamo wa vijana kwenye taifa letu. Vijana kwenye taifa letu wameamua kusimamia madai ya katiba mpya kwa sababu wanaamini katiba mpya ndio msingi wa kutatua changamoto zote ndani ya taifa letu. Sasa anasema tutumie fursa hii kwa sababu uchaguzi wa mwaka 2029, uchaguzi wa mwaka 2030 utafanyika tukiwa na katiba mpya na tupambane kudai katiba mpya. Mimi nimpe tu taarifa kwamba mapambano ya katiba mpya kwenye taifa hili, yoyote atakayepambana kudai katiba mpya, malipo yake yamekuwa ni kufunguliwa kesi za ugaidi na kesi za uhaini. Na mtu wa kwanza kupata malipo ya mapambano ya katiba mpya amekuwa ni mwenyekiti wetu wa chama taifa, Tundu Lissu. Lissu alidai katiba mpya. Lissu alidai reforms. Alivyodai reforms, Nchimbi unapaswa kuelewa kwamba yoyote anayekomaa kudai katiba mpya kwenye taifa hili, malipo yake yamekuwa ni kufunguliwa kesi za ugaidi, kufunguliwa kesi za uhaini. Sasa sijui unaposema kwamba Watanzania wakomae kudai katiba mpya, unahitaji Watanzania wote tufunguliwe kesi za uhaini na za ugaidi? Sasa sisi tu tukwambie kwamba vijana wa Chadema, hilo la kukomaa dhidi ya katiba mpya, hiyo ni ajenda yetu. Hakuna namna utatutoa hapo. Na niwasihi vijana wa Chaso kwamba wito wa kukomaa kudai katiba mpya ni jambo ambalo kwa kweli lisiturudishe nyuma kwa namna yoyote ile. Huo ni msimamo wetu na tunapaswa kukomaa nao kwa sababu hakutakuwa na magereza, hakutakuwa na kesi za uhaini zitakazotosha. Mwaka jana vijana wengi wameuliwa, wamepigwa risasi, lakini vijana hawajakoma kuendelea kudai katiba mpya. Vijana wanatekwa leo kila siku, vijana wanatekwa, vijana wanapotezwa, lakini mapambano ya kudai katiba mpya hayajakoma. Kwa ni lazima CCM na serikali yao watambue mapambano ya kudai katiba mpya hayataweza kusimama kwenye taifa hili mpaka hapo yatakapokuja kukoma na Watanzania watakapopata katiba mpya. Jambo lingine ambalo tunajiuliza kuhusiana na kauli hii ya Dr. Emmanuel Nchimbi ni kwamba kama kweli wana nia ya dhati, na ni lazima tukubaliane, sisi vijana wa Chadema tumesema umefika wakati tunahitaji vitendo dhidi ya maneno. Haya maneno matamu ya kwamba tukomae kudai katiba mpya wakati hatuoni nia ya dhati ya CCM na hii serikali yake dhalimu wakiyatekeleza maneno hayo kwa vitendo. Ukituambia mpaka mwaka 2029 mpaka 2030 tutakuwa na katiba mpya, hiyo kalenda iko wapi ya kutuonesha kwamba kweli mwaka 2029 na 30 tutakuwa na katiba mpya? Na sisi tuwaambie, tuchukue fursa hii kuwaambia vijana na kutoa msimamo wa baraza la vijana. Msimamo wa no reforms, no election haujawahi kuvunjwa. Utaendelea kuwa msimamo wa Bavicha. Mwaka 2029 uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2029, ajenda ya Bavicha ni kwamba kama hakutakuwa na katiba mpya, kama hakutakuwa na tume huru, msimamo wetu sisi unabaki kuwa ni ule ule, no reforms, no election. Mwaka 2030 Nchimbi huo umesema kwa kututania, huo umesema kwa kutupumbaza, lakini mnapaswa kujua CCM kwamba mwaka 2029, mwaka 2030 kama hakutakuwa na katiba ya wananchi, msimamo wa vijana kwenye taifa letu utakuwa ni no reforms, no election. Hakuna uchaguzi utafanyika kwenye taifa hili kama hakutakuwa na mazingira bora hakutakuwa na mazingira bora ya uchaguzi. Tumemsikia Nchimbi anasema kumekuwa na vikesi vya kijinga kwenye taifa letu. Ni sahihi, ni kweli. Hivyo vikesi vya kijinga sasa hivi kwenye taifa letu vimegeuzwa, vimepewa jina la ugaidi na uhaini. Yaani sasa hivi mtu kushtakiwa kwa kosa la ugaidi na uhaini ni kama njugu tu, watu wanazigawa. Sasa sijajua tunazo mamlaka ambazo zina nia gani na taifa hili. Hatuoni aibu kumshtaki kijana wa chuo, vijana wadogo kabisa, vijana wana miaka 20 leo wanashtakiwa kwa makosa ya ugaidi. Vijana ambao walikuwa wanajiandaa na mitihani yao leo wamefunguliwa kwa kesi za ugaidi. Sasa huu ni utaratibu wa kutengeneza chuki kwenye taifa letu, na hizi chuki tukiacha zimee, tutalifanya taifa letu lisiwe sehemu salama kabisa ya kuishi. Sasa sisi tunachoweza kukisema
kwa vijana wote, kwa jamii. Na nichukue pia fursa hii kuambia wazazi na Watanzania wote kwa ujumla, wanapaswa kujua kwamba vita hii na mapambano haya sio ya Chadema peke yake. Kila mmoja wetu ni lazima ajue kwamba hayuko salama. Leo kama mwalimu wa chuo kikuu cha UDOM Dr. Melkisedek Kaijage, yeye ametimiza wajibu wake tu akiwa darasani anawafundisha wanafunzi wake, ni mwalimu wa political science, amesimama darasani anazungumza maandamano kama ni haki ya kikatiba, ni haki ya kiraia, wananchi wana haki ya kuandamana, watawala wamemchukulia hatua. Sasa nichukue pia wito huu kuwaambia wahadhiri, maprofesa, madokta, walimu wa vyuo vikuu vyote Tanzania, jumuiya za kitaaluma, wajue na wao pia hawako salama kwenye taifa hili. Taifa hili yoyote anayesema kweli, taifa hili yoyote anayesimamia haki hayuko salama. Malipo ya mtu yoyote anayesema ukweli kwenye taifa hili anakuwa awarded ugaidi, anakuwa awarded uhaini. Sasa kama hakuna aliyoko salama kwenye taifa letu, maana yake hakuna njia nyingine yoyote tulionayo zaidi ya kuchukua hatua. Na tukinyamaza, kimya chetu hakitaweza kumfanya mtu yoyote awe salama. Kwa hiyo tuchukue fursa hii kumwambia Dr. Emmanuel Nchimbi na wana CCM wote kwamba kwa sasa hatuhitaji maneno matamu kwa kweli. Kama kweli wao wana nia ya dhati ya kuhakikisha katiba mpya inapatikanika kabla ya mwaka 2029 na ikatumika kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2029, tunahitaji kuiona nia hiyo ya dhati kwa vitendo. Tunahitaji kuona kalenda, tunahitaji kuona bajeti ya mchakato wa katiba mpya, tunahitaji kujua mchakato huo unaanza lini, utaisha lini. Ilani yao ya CCM ilisema kwamba ndani ya siku 100 tutaona mchakato. Sasa hivi tumeambiwa sababu ya huo mchakato kutokuanza kwenye siku 100 ni kwa sababu sio kuna tume za maridhiano na kila siku hizo tume zinatengenezwa. Sasa hatujui kwamba hizo tume zitaisha lini, zitamaliza lini kutengenezwa na kufanya majukumu yake, halafu tukapata katiba mpya ndani ya muda. Ya. Sasa jambo lingine ni kwamba ambalo tunaweza tunataka kulisema ni wito wetu sasa BAVICHA. Wito wetu wa BAVICHA. Kwanza tunalihitaji jeshi la polisi na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali aachie vijana wetu wote ambao wamewakamata na wamewafungulia haya makosa ya ugaidi na uhaini. Nafikiri kama taifa hatupaswi kuchezea ugaidi na uhaini. Siku tukija kuwa na magaidi wa kweli kwenye taifa hili, kuwa na wahaini wa kweli kwenye taifa hili, hatutakuwa tunacheka huko mitaani kama tulivyo sasa. Hali itakuwa mbaya zaidi ya ilivyo. Sasa tuache kuuchezea ugaidi na uhaini kwenye taifa letu. Hatuna mtu gaidi, hatuna mtu haini. Hatuna mwanafunzi wa chuo kikuu kwenye taifa hili ambaye ni gaidi, ni haini. Wanafunzi hawa na vijana hao wa chuo kikuu wamekuwa wanatekeleza wajibu wao. Na sisi vijana wa Chadema, vijana wa BAVICHA, hatutarudi nyuma na hatutauogopa ugaidi, hatutauogopa uhaini, hatutaogopa kutekwa, wala hatutaogopa kupotezwa, eti tuache kutekeleza majukumu yetu. Kama mnataka mambo haya, kama mnataka vijana wa Chadema wanyamaze, kama mnataka vijana wa Chadema wasisimamie wanayoyasimamia, basi tatueni changamoto zinazowakabili. Badilisheni mfumo wa uendeshaji wa taifa hili. Leteni katiba mpya ya wananchi ambayo inahitajika na vijana, inahitajika na wananchi. Mkifanya hivyo pengine huu ugaidi mnaouona ndani yetu utapotea. Lakini pia wito wetu kwa vijana wa CHASO vyuoni ni kwamba BAVICHA tutaendelea kusimama na nyinyi kwenye hizi kesi zote ambazo vijana wa CHASO wamefunguliwa. Chadema na BAVICHA na kwa kupitia pia kurugenzi ya sheria ya chama chetu na wadau wetu, taasisi mbalimbali za haki za binadamu, tuhakikishie tu vijana wa CHASO na Watanzania wote kwamba vijana hawa kwenye hizi kesi zote za ugaidi na uhaini, tutahakikisha kwamba tunapata mawakili watakao wasimamia vijana hawa. Lakini pia hatutanyamaza kwa sababu tunaamini kesi hizi sio tu zinapaswa kupambaniwa mahakamani. Mambo haya yanapaswa kukemewa mtaani na kila mmoja wetu anapaswa kuyakemea mambo haya. Hili halipaswi kuwa jambo la vijana wa Chadema na halipaswi kuwa jambo la wanaharakati au watu wa kundi fulani. Kwa sasa kwenye taifa letu mambo haya yanapaswa kukemewa na kila mmoja wetu. Hakuna aliye salama kama ambavyo tumesema. Sasa unyama huu na uonevu huu hautaweza kuturudisha nyuma, na kila kundi kwenye jamii yetu linapaswa kuchukua hatua ya kuhakikisha mambo haya tunayakemea. Mara baada ya kusema hayo, na washukuruni sana, labda kama kuna swali lolote tulijibu. Asante.